Shena Mtita TV, Shena Mtita TV, Shena Mtita TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Wakati mwingine tena, karibu kwenye Sports Info, ni update za kisoka. Ndicho kitu ambacho nakuletea hivi sasa. Na kikubwa, kama bado huja subscribe YouTube channel yetu, subscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu kutoka hapa rafiki namba moja wa burudani na michezo, nikimaanisha JNR Mtita TV. Pia tembelea page zetu za mitandao ya kijamii, tukiwa tunapatikana kwenye Instagram, Facebook na TikTok. Jina letu ni moja tu, ni JNR Mtita TV. Kikubwa leo kwenye Sports Info, nataka nikuulize swali, lakini pia nitakupa data hapo na takwimu. Kipa Nigeria ataweza kumpindua Diarra pale Yanga Afrika? Kwa sababu gani nasema hivyo? Unafahamu yule kipa raia wa Nigeria anaitwa Amos Obasogie, ambaye anacheza Singida Black Stars. Sasa anaonekana kwenye uzi wa timu ya taifa ya Nigeria, na inafahamika kuwa yupo hapa nchini kwa tiketi ya Young Africans, ikisemekana akiwa anatarajiwa kuwa kwenye uzi wa wanajangwani hao msimu ujao. Lakini takwimu zake pia zinaonyesha kuwa ni mtu haswa, akiwa ameshafanya mambo makubwa kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania bara, ambapo ameshacheza tangu ajiunge na Singida Black Stars kwenye usajili wa dirisha dogo. Ndani ya muda mfupi aliocheza katika kikosi cha Singida Black Stars, kipa huyo raia wa Nigeria ameonekana kuwa na sifa ambazo zinazoelekea kufanana na zile za Djigui Diarra, ambaye anaweza kuwa katika vita ya kuwania nafasi ya kucheza katika lango la Young Africans msimu ujao. Obasogie ameonyesha uwezo mkubwa wa kucheza mpira kwa miguu yake na kupiga pasi ambazo zinafika kwa walengwa kwa usahihi kabisa kama ambavyo Diarra amekuwa akifanya, lakini pia ameonyesha kuwa na uwezo wa kuondosha hatari ambazo zimekuwa zikimfikia langoni kwake. Na haishangazi kuona tangu alipoanza kuitumikia Singida Black Stars baada ya kipindi cha usajili wa dirisha dogo, kipa huyo ameruhusu nyavu zake kutikiswa katika mchezo mmoja tu, huku washambuliaji wa timu pinzani wakishindwa kuziona nyavu zake katika michezo minne. Mechi ambayo Obasogie amefungwa mabao ni dhidi ya Pamba katika ligi kuu Tanzania bara, ambao ilichezwa Februari 23 mwaka huu na kumalizika kwa sare ya bao 2-2. Kipa huyo hajafungwa bao lolote katika mechi 3 za ligi kuu, dhidi ya KMC, Namungo FC, Mashujaa na dhidi ya JKT Tanzania. Jambo jingine ambalo linamweka Obasogie katika uelekeo wa kufanana na Diarra ni namna ambavyo makipa wote wawili wamejihakikishia nafasi katika vikosi vya timu ambazo wanachezea, ambapo wote wawili wamefanikiwa kuwa chaguo la kwanza golini baada ya kumzidi kete kipa Metacha Mnata. Diarra alishinda vita kuwania namba dhidi ya Metacha mara baada ya kujiunga na Yanga, na hadi sasa amekuwa kipa namba 1, na Obasogie naye ameshajihakikishia utawala wa lango la Singida Black Stars kwa kumnyang'anya nafasi Metacha Mnata, ambaye ni golikipa mzawa kabisa kutoka hapa nyumbani Tanzania. Obasogie pia, licha kutokea katika taifa ambalo lina kundi kubwa la wachezaji ambao wanacheza soka la kulipwa nje ya nchi yao, hasa wengi wakicheza Ulaya, amefanikiwa kupenya kwa kuwa miongoni mwa makipa watatu ambao wanaunda kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria kinachocheza mechi ya kuwania kufuzu fainali ya kombe la dunia 2026, ingawa hana uhakika wa kuanza katika mechi. Ni hadithi ambayo inafanana na golikipa Djigui Diarra, ambaye amekuwa na uhakika wa kuitwa, ingawa yeye ana uhakika wa kucheza katika kikosi cha timu ya taifa ya Mali. Hebu niambie, kwa competition na takwimu hizo chache, data hizo chache, unamwona Obasogie akija kutoa changamoto kwa Djigui Diarra kama kweli atajiunga na Young Africans? Basi niachie maoni yako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu kutoka hapa rafiki namba moja wa burudani na michezo. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Dada, mama, kijana ambaye unataka muonekano mzuri, kupendeza kwako ndio fahari yetu, na tuko hapa kwa ajili ya kuhudumia. Njoo tukupendezeshe leo kwa huduma zote za saluni ya kike. Basi sehemu sahihi kwako ni JNR Mtita Unisex Saloon. Nikwambe, usiogope muonekano wa saluni zetu kama vile ambavyo zinaonekana. Ukifika hapa, push au vuta, ingia nani, nenda kahudumio kwa mitindo yote ya nywele ambayo sasa hivi iko bora na ina trend hapa town. Bei ni nafuu sana kama nilivyokuambia. Simple makeup kwa shilingi 5,000. Unaweza kupata wapi sehemu ambapo unaweza kupata bei kama hii kwa simple makeup? Bali na hapo, tuna bodre kwa shilingi 3,000 tu za Kitanzania. Kuosha pamoja na kuseti ni shilingi 2,000 tu za Kitanzania. JNR Mtita Unisex Saloon, karibu upendeze kama mimi vile ambavyo nakaribia siku hii ya leo. Muonekano wa saluni zetu ni nzuri kabisa.
Lakini pia kitu kizuri ni kwamba wahudumu wetu wanatoa huduma nzuri, na ndio maana nimekuambia karibu siku zote upendeze. Vifaa bora kabisa, full AC, yani ukifika hapa no sweat. Na kama nilivyokuambia tunapatikana Mikwambe Maliasili. Ukiwa unatoka feri unapanda gari za Tuangoma au Kibada, unashuka kituo kinaitwa Maliasili, mkono wa kushoto ndipo ambapo saluni zetu zinapopatikana. Tembelea leo kupitia ukurasa wa Instagram kwa jina la @officialgrmtita_unisex. Karibu upendeze.